Bwana asifiwe. Karibuni katika kipindi hiki cha kujifunza lesoni kinachorushwa kutokea kanisa la Waadventista wa Sabato hapa Sakina, na tutaangalia katika lesoni hii kutoka Juni 9 ambapo ni somo la 12. Tutajifunza katika lesoni hii kwa wiki nzima. Awali ya yote tufumbe macho tupate kuomba. Mtakatifu, mtakatifu, muumba wa mbingu na nchi, tunakukaribisha katika kipindi hiki. Utawale ndimi zetu kwa jina lake Yesu Kristo. Amen. Amen. Amina. Ndugu mtazamaji, karibu sana kwenye kipindi hiki. Tuko somo la 12 linalosema watangulizi. Somo hili linaangazia kuhusu vitabu viwili ambavyo ni Ufunuo na Danieli. Hasa kwenye upande wa Danieli vinaangazia mashahidi wawili wa Mungu, mashahidi watatu wa Mungu ambao ni Shadraka, Meshaki na Abednego. Kwa hiyo tutachunguza Shadraka, Meshaki na Abednego kwenye kitabu cha Danieli tukihusianisha na kitabu cha Ufunuo. Tutaangalia Danieli 2 na ambapo inaongelea sanamu ya mnyama, na kwa ujumla tunakukaribisha sana mtazamaji, na tunaenda kuanza moja kwa moja tukiangazia katika vitabu viwili, na kitabu cha Danieli tunaanza nacho. Tunajua jinsi ambavyo Danieli mwenyewe na wale rafiki zake walivyokuwa kwenye ufalme wa Nebukadreza Shushani ngomeni, walivyokuwa wanamtumikia Mungu na waligoma. Karibu sana, tupo hapa na walimu wenzangu. Aliye mkono wangu wa kulia wa kwanza anaitwa Mwalimu Onzera, na wa mwisho ni mwalimu na dada yangu Gwantwa. Karibu sana walimu. Tunashukuru sana. Asante sana. Hebu tuanze moja kwa moja. Katika kichwa chetu cha wiki kinachosema watangulizi. Hao watangulizi ni akina nani? Na wametangulia kufanya kitu gani? Na katika utangulizi wao tunajifunza nini leo? Karibu Mwalimu Gwantwa. Asante. Ukiongelea watangulizi unamaanisha watu ambao ndio wametangulia. Yaani tuseme ni kama vile tunachukua mfano kwao, au vyovyote vile, hata kama sio mfano mzuri wala mbaya, lakini ni watu ambao ndio wametutangulia katika kitu ambacho tupo sasa. Na kwa mwongozo wetu nimaanisha kwamba tunaongelea watu ambao wametutangulia katika imani yetu, katika Biblia. Yaani ndio tunaowasoma kama mfano kwetu, au vitu ambavyo tunaweza tukajifunza kutoka kwao au nini. Na katika fungu la ukariri tunaona Timotheo wa 2:1-7 anasema, maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali nguvu ya upendo na moyo wa kiasi. Kwa hiyo hawa watu waliotutangulia mpaka hapa tunapewa utambulisho kwamba ni watu wa aina gani, kwamba hawa sio watu wa uoga. Yaani walikuwa sio watu wenye roho ya uoga, walikuwa watu wenye nguvu, na ni nguvu ya upendo na moyo wa kiasi. Kwamba tutakutana na kina Daniel, kama tunavyotambua ni watu ambao walikuwa wanaweza kusimama kwa ajili ya Mungu. Tumeona maneno mbalimbali ambayo tunaweza kuyakumbuka katika Biblia kuhusu jinsi walivyokuwa wanasema. Hapa tutakutana na kipindi ambacho waliambiwa wasujudie sanamu alafu wakakataa, ambacho hiyo ilikuwa kwa kulingana na tamko au sijui ndo amri ambayo iliwekwa kabla ya hiyo sanamu kujengwa, kwamba watakao kataa kusujudia hiyo sanamu watachomwa moto. Na huo moto tuliona jinsi ulivyokuwa mkali, kwamba wangeweza kubadilisha mawazo wakati wowote. Hata walivyoona ule moto, maana alikuwa anakoleza huo moto na yeye akaanguka akafa hapo hapo,
na alikuwa hata hajaingia ndani ya moto, alikuwa tu nje pale anaukoleza. Wangeweza kubadilisha mawazo, lakini ni watu ambao tunaona hawakuwa na uoga. Tunamwona pia Petro, mtu ambaye alikuwa anaenda kukatwa kichwa, yuko amesinzia na koroma gerezani, hana habari, inabidi malaika aje ampige teke ili aamke. Yani mtu amelala na amani yake kiasi gani, kwamba hao ni watu ambao ndo wametutangulia. Yani hawana uoga, kwamba yani kitu anachokiamini ndo hicho, yani hana nafasi ya kubadilisha. Kitu ambacho hata tumeona kwenye somo lililopita, kwamba hawa ni watu ambao ilibidi watoke kwenye nafasi yao. Yani sio kwamba wawe tu waamini wa kawaida, hapana, inabidi wasimame kwa ajili ya wenzao, ili taifa la Israeli liweze kuendelea, ili watu waweze kuokoka. Kwa hiyo tunakutana na hawa wengine watangulizi wenzetu, watangulizi ambao tunajifunza, inabidi tujifunze kutoka kwao, kwamba yani sio wa kuogopa, yani hatutakiwi kuwa wa kuogopa. Na hichi ni kipindi cha kale ambapo tunaona kwamba yani pingamizi ilikuwa linaonekana, yani tuseme hiyo vita, pambano ilikuwa linaonekana kabisa, yani kwamba wewe hapa umekataa, sawa, unaenda kufa. Sasa leo tuna nafasi, yani ni tofauti kidogo, na sio kwa namna hii ambavyo tunasoma kwenye Biblia. Je, tunaweza kusimama kama hawa watangulizi, au na sisi tutaweza kuingia kwenye kuogopa? Tunaona hapa tukitiwa moyo kwamba usiogope. Kwa nini unafadhaika? Yesu anasema kwenye Biblia kwamba tusiogope. Na kwenye Yohana 14 mstari wa kwanza anasema, muamini Mungu, niaminini na mimi. Kwamba kwa sababu unamwamini Mungu, niamini na mimi. Kwamba yale ninayosema, kwamba ya vile vyote ambavyo nimeahidi, na hivyo kwamba inabidi tuwe na ujasiri wa kuweza kusimama kwa ajili ya Mungu, kwa sababu yeye ni mwaminifu na atatenda. Asante sana Mwalimu Gwandwa. Nikigeukia kwa Mwalimu Mwanzera hapa, na katika vyote hivyo Mwalimu Gwandwa ametupitisha vizuri sana. Ndugu mtazamaji, tunaangazia vitabu viwili, Ufunuo na Danieli, na nimesema Ufunuo nadhani tunajua wote kwamba kiko ni Agano Jipya na Danieli ni Agano la Kale, jinsi vinavyoenda moja kwa moja kuongelea watangulizi hawa. Ndio maana Mwalimu Gwandwa amegusia watangulizi wa Agano la Jipya na wa Agano la Kale. Sasa ndugu Mwanzera, hebu niambie, ndoto ya Nebukadneza ilikuwa ni nini na Danieli alifasirije? Na zaidi ya hapo, katika hiyo Danieli inatudhibitishaje kwamba si tu kwamba Mungu anajua yajayo, bali kwamba yeye hatimaye ndiye anayeitawala dunia na mbingu? Karibu sana. Asante. Labda nimkumbushe tu mtazamaji wetu na msikilizaji kwamba robo hii miezi mitatu yote tumekuwa tukijifunza lesoni inayosema vidokezo, tamasari za semi, ishara, halafu jinsi ya kujifunza unabii na Biblia. Maana yake bado tuna mwendelezo ule wa kujifunza unabii. Tukirejea kwenye somo hili la juma hili tutakapokuwa kwenye siku ile ya Jumapili kwenye habari ya watangulizi, Mwalimu Gwandwa kashaelezea vizuri mambo mengi, lakini kwenye siku ya utangulizi nasema Danieli na njia ya kihistoria ya kufasiri unabii. Danieli 2 na njia ya kihistoria ya kufasiri unabii, kwamba katika kitabu cha Danieli sura ya 2 kwamba hiyo ndio imezungumzia habari ya historia yote, yani unabii wote mpaka kurudi kwa Yesu Kristo. Mara ngapi? Mara 2 umekava katika mtiririko huo. Lakini haikuishia hapo tu, kwamba tunaambiwa kwenye hicho kitabu cha Danieli sura ya 2, alafu inakuja kupewa emphasis vizuri ya kuja kusisitizwa zaidi kwenye kitabu cha Danieli sura ile ya 7 kwa picha nyingine tofauti, lakini matukio ni yale yale. Na mwisho wa siku inakuja kutaja kwamba atakaye miliki ni Mungu. Atakaye miliki ni Mungu. Kitabu cha Danieli sura ya 2 kinatuambia kwamba wakati Danieli anafasiri ile ndoto, anamwambia mfalme Nebukadneza kwamba ile ndoto uliyoiona nayo ni hii. Anamuelezea kwamba kichwa kilikuwa cha dhahabu, mikono na ndivyo ilikuwa ni ya fedha, kiuno ilikuwa ni shaba, miguu ilikuwa ni chuma, kwenye vidole kulikuwa na nini? Kulikuwa na nusu chuma nusu nini? Udongo. Na nakuja kupoint out nusu chuma nusu udongo ni mataifa ya Ulaya yaliyogawanyika, ambayo kwamba yatakuwa katika kipindi cha siku za mwisho. Alafu anasema akaona jiwe ambalo lilitokea bila kutengenezwa kwa mikono ya nini? Ya wanadamu, likaja likapiga kwenye zama za nini? Za mwisho.
kwamba katika nyakati zetu za mwisho hiki Yesu Kristo ndio atakuja kutawala, atakuwa mfalme wa ulimwengu wote. Lakini ukiangalia kwenye siku ile ya Jumatatu wanasema kuabudu sanamu, ambao mwalimu Gwanto ameidokeza, tunaona kwamba katika siku za mwisho zahama zitakapokuwa zinaendelea, wale watu watakao kuendelea kumwamini Mungu na kumtumainia Mungu peke yake watachochea hasira kwa watu wengine wa mataifa, wale ambao hawatakubali kufuata tamaduni na desturi za ulimwengu katika ulimwengu huu. Maana kwamba itawalazimu wao kuteswa na kuuawa. Mifano yao tumeona hawa watu waliokuwa wakitupwa wapi? Waliotupwa kwenye tanuru la moto. Lakini tunaona licha ya stendi yao licha ya kuonekana usabiti wao wa kusema kwamba bana, sisi hata kama Mungu akituokoa ni sawa, hata asipotuokoa sisi hatuwezi kufanyaje? Kusujudia hiyo sanamu. Vivyo hivyo ndivyo itakavyokuwa. Lakini siku ya Jumanne imeambatana na neno hilo tena, kuabudu sanamu tena. Kwa nini narudia neno kwa msisitizo? Maana yake inarudiwa kwenye msisitizo katika kipengele hicho ili kutuonesha kwamba sasa kwamba katika kuabudu sanamu huko watu watakapouawa, lakini mwisho wa siku Mungu atakuja kusimama na kuonekana kwamba yeye ndio anafanyaje? Ndio anasimama. Na ndipo tunapewa mafungu kwamba kwenye kitabu cha Warumi sura ile ya kwanza fungu la 18 tunaambiwa kwamba Mungu atakuja na ghadhabu. Maana yake kwamba katika siku ya Jumapili tunaona kwamba kuna kuteswa kwa watakatifu wa Mungu, lakini siku ya Jumatatu inatuambia kuabudu sanamu tena. Wale watakao kubali kuteswa na kuuawa, wao watapata uzima wa milele. Lakini wale ambao watakataa wataungana na mataifa, wao hawatapata nafasi ya kufanyaje? Ya kuona uzima wa milele, zaidi ya kula ghadhabu ya nani? Ghadhabu ya Mungu kama jinsi ilivyoelekezwa. Asante sana mwalimu. Ndugu mtazamaji, utaona mwalimu hapa amegusia Jumapili, Jumatatu, Jumanne. Lakini tu nakukumbusha, Jumatatu kuabudu sanamu amesema, na Jumanne amesema kuabudu sanamu tena. Na utaona hapo ana koti mafungu ya Ufunuo. Ikimaanisha sasa ni kwamba inakuja tena kama kipindi cha nani? Cha Danieli, kwamba tutaabudu, itakuja swala la kwamba aidha uabudu sanamu au ukatae. Hebu twende katika siku ya Jumatano, mateso ya kanisa la awali. Ndugu Gwanto, hebu karibu katika siku ya Jumatano ambapo inaongelea mateso ya kanisa la awali, ikikoti Matendo 12 na kadhalika. Na kuna swali hapa ambalo nitaomba ulijibu mwishoni. Anasema, ona kwamba Yesu baada ya kumwambia Petro jinsi ambavyo angekufa, hata hivyo bado anamwambia nifuate. Hili linapaswa kutuambia nini kuhusu kwa nini hata tishio la kifo halipaswi kutuzuia kumfuata Bwana? Utajibu na hilo swali. Karibu sana. Naweza tumkaanza kujibu hilo swali kwamba Yesu anasema yeye ndiye njia, kweli na uzima. Kwa hiyo anayemfuata yeye hata kama akifa atakuwa anaishi. Kwa hiyo huo ndio ukweli, yani kabla hata maelezo mengine yoyote hayo ni mapito tofauti ya maisha, kwamba hata tunaona kwenye ile sanamu, pamoja na kwamba alikuwa anaonyesha kabisa matukio ya kihistoria atakavyoenenda, kwamba mataifa yataweza kuchangamana na pia falme zitakuja, zitaanguka, zitaharibika, na yeye ndo ufalme ambao upo tangu mwanzo na utakuwa mpaka mwisho. Kwa hiyo kitu cha uhakika mpaka hapo tunaona ni Mungu tu. Lakini mateso ya awali tumekuwa sijui kama mpenzi mtazamaji umepata uko na zile historia za kipindi cha zamani, jinsi hawa watangulizi wamekuwa wakipitia. Sana hata ukisoma unajua kuna mateso ya Agano la Kale afu kuna Agano Jipya. Unajua Agano la Kale ilikuwa kama vile wale watu wanaoamini wako na jamii yao. Kwa unakuta mtu yuko kwenye jamii yake, hata kama wakitoka wakaenda utumwani, kitu ambacho kinafanya Danieli inakuwa ni mfano mzuri sana kwetu, ni kwa sababu sisi ni kama kina Danieli, kwamba tuko na imani zetu, lakini kati ya watu ambao sio wote ni wa imani. Sasa wewe unaishije katika sehemu kama hiyo? Unaweza ukasema nibadilishe kitu kidogo, hichi kidogo tu hakina shida, ili tu maisha yaende.
kitu fulani fulani, mbona watu wanafanya sasa hivi ndo utandawazi, hamna shida, unabadilisha kidogo kidogo tu, afu kuna ile mpaka mwisho wa siku unabadilisha kabisa. Au kuna ile kwamba unasema sasa mimi hamna kitu ninabadilisha, yaani kama ni chakula kile kile ninachokulaga ndo nitakula hapa, kama ninavyovaa ni vile vile, kama ninavyosali ni vile vile, yaani hamna kitu kinachobadilika. Kwa ndo kitu ambacho tunaona kina Danieli wanafanya, na ni ujasiri mkubwa, yaani sio tu ujasiri, lakini sijui niseme ni ushujaa, ni nguvu ya namna fulani. Maana kwa wakati wetu, yani unakuta ni wimbi tu linapita na hapa na pale, yani unaweza kushangaa umechangamana huko ndani hujui umechangamanaje, lakini ndio hivyo. Lakini ukisoma kwenye Agano Jipya, yani baada ya Yesu unakutana na yani kilikuwa kipindi kigumu. Yani tuseme ni kama vile tuchukue mfano kama leo, labda wewe sio muamini ukasema uanze kuamini leo, alafu sasa hiyo imani sasa kuiendeleza mbele, yani ule ugumu wake ndo kinachotokea kwenye Agano Jipya. Kitu ambacho tunakutana sasa na kina hawa wanafunzi wa Yesu, jinsi walivyokuwa kwanza wamesabaratika mpaka waanze kutafutana, waanze bala huyu hapa mara amepotea, yani hana ujasiri sana wa kuendelea na Injili. Haya, huyu hapa sijui huyu sawa yuko anaendelea. Haya, huyu amefika mahali amepata shida, mara amewekwa gerezani, amefanya nini? Yani ilikuwa ni sehemu ambayo tunaona kabisa jitihada za shetani kuweza kuvuruga ile imani ambayo Yesu alikuwa ameileta kwa watu wake, kwa mfano yeye mwenyewe kufanyika mwili, kitu ambacho shetani alikuwa anajaribu kukivuruga kwa wakati huo, na ingewezekana kabisa wao kikaharibika, yani bado wakarudi kwenye kipindi kabla Yesu hajaja, yani ingewezekana. Lakini hawa watangulizi tunaona waliweza kuiendeleza hiyo imani, na tunaona hayo mateso ambayo waliyapitia. Hapa ametajwa Petro, lakini pia wako wanafunzi wengine, na hata tunaona Paulo ambaye vitabu vingi sana tunasoma hapa, na kuna mafungu ambayo anatajwa hapa ya Matendo na Warumi, nadhani tutasoma kwenye somo la kesho la siku nyingine, kwamba jinsi mateso ambayo walikuwa wanapitia, yani zile shida ambazo walikuwa wanapitia, wangeweza kuachia imani yao, wangeweza kuacha wakasema tu mambo yaendelee, labda swala kichokonozi mwalimu Gwanto hapo, kwamba unajua kipindi cha nyuma watu walifika hatua wakaanza kufanya nini, bargaining, kwamba mateso yamezidi, hebu tufanye kukubaliana. Hivi katika unapoongelea kwenye mateso hapo, ni namna gani tunaweza kufanya upatanishi wa kiimani? Kwa maana unaweza kipindi cha nyuma tunakumbuka kwamba imewahi kutokea kufanya upatanishi wa kiimani, kwamba tufanye kukubaliana kutoka kwenye kutokubaliana, na ndiyo itakayokuja tunaambiwa kwenye Ufunuo 13 kwamba baadaye watu wataanza kutaka kukubaliana kutoka kwenye kutokubaliana. Je, tunawezaje kuepuka wakati wa mateso makali ambayo yanatarajiwa kuja katika kipindi chetu? Tunawezaje kuepuka kutoka kwenye kuacha amri kuanza kukubaliana, hasa tunapoongelea issue ya Sabato? Unajua tayari tumegusa Danieli 2 ambayo inatuonyesha kabisa hatuwezi kuchangamana tukashikamana tukawa kitu kimoja, hapana. Yani lazima ufalme wa Mungu utabaki peke yake, yani hauwezi kukaa ukashika, yani kisha umeshikamana tayari wewe ni kitu kingine, sio ule ufalme ambao ulikopo tangu mwanzo na utakuwepo tangu mwisho, hapana, haiwezi kuwa hivyo. Kwa hiyo yani lazima tuweze kusimama katika sehemu yetu, hatuwezi kuzuia mateso. Kama tunaona bado Petro alikuwa Yesu alikuwa anajua kabisa Petro atapitia mateso haya, lakini bado akamwita. Hata Danieli alikuwa anajua kabisa, na marafiki zake na Meshach na Shadrach walikuwa wanajua kabisa hapa tunavyokataa tunaenda kuchomwa moto. Unajua ukiwa mbele ya mfalme anaweza akasema mkate vichwa hapo na waangalia. Yani hiyo inaweza haina ile ya kusema ngoja kwanza nifikirie kidogo, hapana. Umesema no, sawa, ni hapo. Kwa hiyo sio kwamba walikuwa nakataa, hawajui kinachoweza kuwapata. Tumeona kwenye Danieli, ukiendelea kusoma unaona hata Danieli aliwekwa kwenye tundu la simba huko, akawekwa usiku kucha. Kitu ambacho kingekuwa ni cha dakika chache tu, watu wangemaliza au simba wangemaliza lunch yao, basi tungekuwa tunasoma tu historia ya Danieli. Alibishaga
lakini mfalme alimuonyesha. Lakini tunaona Mungu alisimama kwa ajili yake, na pia alikuwa na ujasiri huo kwamba hata kama ikitokeaje, hata kama nikifa, yani ni bora nife kuliko nisimame. Kwa hiyo inabidi tuwe na ujasiri huo. Ndio ile lesoni ya wiki, somo la wiki hii linatuonyesha hivyo kwamba lazima tusimame. Asante, nashukuru sana mwalimu Gwantwa. Na rejea kwa mwalimu Honzera tena katika siku ya Alhamisi yenye kichwa cha kinachosema alama ya mnyama. Alama ya mnyama. Hebu naomba mwalimu hapo tuambie. Katika anaongelea kwamba katika kitabu cha Ufunuo kwamba anasema kwamba kitabu cha Ufunuo kiko wazi sana. Kikiongelea aweza tumwabudu Mungu ama nani? Ama hiyo sanamu. Na itatokea katika Ufunuo 13 katika mnyama wa pili. Hebu niambie hiyo sanamu itakayokuja ni nini? Ukiunganisha wakati wa kueleza hiyo alama ya mnyama. Hebu eleza watu waelewe. Hiyo sanamu inayokuja baadaye wajue ni nini. Maana kila mtu anasikia sanamu. Hiyo ni nini? Ni kitu gani? Karibu sana. Ukirejea nyuma kama tulivyoangalia somo letu tunasema watangulizi. Tukianza na kitabu cha Danieli, mfalme aliyotengeneza ile sanamu ambayo ni physical kabisa, ambayo ikatengenezwa ikawekwa pale, ni dhahabu tu. Alafu ilikuwa ina zembo na isikuonesha habari ya ufalme wa Babeli kwamba hautakuwa na kikomo, kwamba unakinzana na ule unabii uliokuwa umetolewa na Mungu kwa ndoto ile ambayo Nebukadneza alionyeshwa kwamba mwisho wa siku Mungu ndiye atakayetawala. Lakini tukija kwenye kipindi cha Yesu pia ni mtangulizi wetu, kwamba wakati akifundisha watu na kihubiri, lakini alikuwa anaponya watu siku ya Sabato, kwamba alianza kupata ukinzani kutoka kwa watu walio ndani ya nini? Ya imani, ndani ya dini, kwamba wale sio nje, ndani ya dini. Ukiangalia mfano tuliopewa kutoka kwenye kitabu cha Mathayo, ile Mathayo sura ya 12, tunapewa kisa cha yule mtu aliyeponywa akiwa ndani ya nini? Ndani ya hekalu. Ilikuwa siku ya Sabato. Akauliza, ni halali kuponya siku ya Sabato? Hawakujibu. Akaponya yule mtu, lakini mwisho wa siku akawaambia ni vyema kutenda jambo hilo jema siku ya nini? Siku ya Sabato. Lakini haikuishia tukio hapo, ilikuja kuitoa tukio lingine kwenye kitabu cha Yohana sura ya 5 kuanzia fungu la kwanza mpaka la 16. Mtu yule aliyekaa kwenye birika miaka 38. Yaani wewe mtu namuona kila siku kipita mahali fulani yupo. Kila siku kipita yupo. Mwaka umeenda, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba, mpaka kufika mwaka wa 10. Unamuonaga yule mtu yuko pale pale. Inafikia hatua mwisho wa siku yule mtu umeshamzoea. Kwamba bana ushamzoea fulani tamkuta yuko pale. Hizo unakuta kama ni kama kuna matukio fulani utakuta tu bana uende upate data kutoka kwa ule mtu bana, hebu niambie leo kimetokea nini hapa. Hata kuambia kwa sababu anapatikana pale kwa muda mrefu. Maana mtu huyu alikuwa anamugua amepooza miaka 30 mingapi? 38. Ikatokea nasibu siku ya Sabato Yesu akapita pale kwenye nini? Kwenye lile birika. Alafu akamwambia unataka kuwa mzima? Mtu naye akasema kwa kweli nia yake anataka kuwa mzima. Yesu anamwambia jitwike godoro lako uende. Alafu anaonekana mtaani amebeba godoro siku ya Sabato. Na desturi na tamaduni za wakati ule kwamba ilikuwa hairuhusiwi kubeba mzigo wowote siku ya nini? Siku ya Sabato. Maana kulikuwa na ya mwendo wa Sabato. Sasa maana yake kwamba hiyo sasa ilileta changamoto, ikaanza kuzua maswali. Yeye wanamwambia atua, anamwambia mimi siwezi kutua kwa sababu aliyeniponya kuwa mzima ndo ameniambia nijitwike. Sasa nishushe alafu nipooze tena. Hata kama ningekuwa mimi nisingekubali. Nishushe godoro alafu nipooze tena. Miaka 38 alafu mtu ananiambia tu tushushe kila hivi. Hata kama ningekuwa mimi nisingekubali. Kwa hiyo mtu yule bana hakubali. Ila mwisho wa siku Yesu alipotokea hekaluni anazontea kidole, watu wale wakamwandama Yesu tena wakitafuta shauri la kufanyeje, la kumuua. Maana kwamba unaweza kuangalia kwamba ni kile kitu kinachoanzia ndani ya nini? Ndani ya imani. Tunapokuja katika nyakati zetu hizi, pointi kubwa inayozungumziwa kwenye alama ya mnyama ni habari ya Sabato. Maana yake Sabato itakapoanza kupingwa, maana yake tayari kuna mbadala wake ambao tayari wameshatengenezwa, ambayo ni Jumapili. Kitabu cha Ufunuo sura ya 13 kinatuambia kwamba naye huyo ataipa nini? Huyo mwana kondoo mwenye pembe mbili, naye akanena kama joka. Tena ataifanya ile sanamu kufanyeje?
kunene, kwa sababu anatumia ule uwezo wa ule mnyama wa kwanza. Maana kwamba tulishaona kwamba ule mnyama wa kwanza ni utawala wa Warumi. Maana tayari atatumia nguvu yote ya Rumi, alafu ataufanya hiyo sanamu kunena sasa, kutamka kwamba sasa ni kufa na wafe. Maana watu sasa watauawa, na tunaambiwa kwamba na usaliti mwingi utaanzia kwa watu walio ndani ya kanisa. Watu wataanza kucompromise, kama nilivyosema, watu wataanza kuridhiana sasa. Hebu mwalimu, hapo wakati unaelezea hiyo usaliti mwingi, kuna swali hapa limeulizwa. Ni swala gani, hebu wakati unachangia hapo, hebu elezea kwamba anauliza ni swala gani lililosababisha viongozi wa kidini kutaka kumuua Yesu. Wakati unaelezea hapo kwamba kutakuwa na hali hiyo, utakuja umalizie pia na hiyo sawa. Katika hiyo changamoto ya usaliti itatokea, na hivyo kama ulivyouliza kwamba kwa nini, ni kwa sababu ya mapokeo ambao ukiangalia mengine msingi wake sio msingi wa wokovu hasa kwa undani wake. Maana kwamba katika kupevu na kuonyesha njia kwamba ilitakiwa Torati ishuke kwa staili hii katika ukamilifu wake, si kwa muonekano tu wa nje, bali katika utimilifu wake kwa kuikamilisha. Na ndio maana Yesu aliwaambia, sikuja kuitangua Torati bali kuitimiliza. Maana kwamba kile kilichoandikwa na manabii, kilichoandikwa na Musa na Torati yote, Yesu alikuja kuitimiliza, kwamba katika uhalisia wake huko hivi. Na ndio maana kuna mahali aliandika asema, imesikiwa imenena, kwamba jino kwa jino, jicho kwa jicho, lakini mimi nawaambia mpende adui yako kama nafsi yako, kwamba inakuwa ni kinyume cha mwanzo. Alafu pia naambiwa kwamba yeye amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye. Hata kama kile kitendo hakijafanyika, lakini tayari yule anahesabika kuwa ni nani? Ameshazini. Maana yake tayari moja kwa moja hiyo ina application kwamba kile ambacho kimeandikwa kwenye Torati kinakwenda kuresemblance kwa namna hiyo. Maana yake kama mateso atakapotokea kwa staili na usaliti kwa maana yake atakayeonekana amesimama imara, yuko hodari, ndivyo watakapoanza kuwa wengine watakapokuwa analiziana na kwamba sasa huyu mtu anaona kwamba anataka kutuondolea upepo hai, anataka kutufanyia hali isiwe rafiki. Maana yake ataonekana kwamba yeye ndio kichomi cha watu wengine kupata changamoto. Mwisho wa siku ndipo utakaporudishwa, kama inavyoandika kitabu cha Matukio siku za mwisho, kinaambia kwamba madhuruba na tabu na magonjwa yatakapokuwa yanaibuka ulimwenguni na tabu nyingi, na yale mapigo yatakapoanza, watazigeuzia hasira zao kwa watu wanaoshika sheria ya nani? Sheria ya Mungu. Maana yake amri ya Jumapili ndio alama ya mnyama. Asante sana ndugu mtazamaji, nashukuru sana. Katika tukielekea misho kabisa ya kipindi chetu, ndugu mtazamaji, naomba nigeukie kwa Mwalimu Gwantwa wakati anajiandaa kutuelezea siku ya Ijumaa. Kabla hajafika siku ya Ijumaa, atakapokuwa anamalizia ataelezea, na pia mwalimu tutaungana pamoja na Mwalimu Honzera kuelezea hapo katika siku ya Ijumaa. Naomba Mwalimu Gwantwa tuanze na swali moja ambalo ningependa unisaidie, na mtazamaji wakati mwingine anaweza kawa anataka pia asaidiwe kujua. Katika siku ya Jumatano anauliza hivi, ni vipengele vipi vya kisa hiki vinaweza kuwa kivuli cha matukio ya siku za mwisho? Anarejelea hasa kwenye Matendo 12. Kuna kisa pale ambacho kimetajwa pale, anataka kujua. Hebu utatusaidia hapo, lakini pia Mwalimu Honzera utatusaidia katika siku ya Jumanne ulipokuwa unaongelea kuabudu sanamu tena. Ndugu mtazamaji atapenda kujua ajiandaeje sasa katika sanamu inayokuja, maana imeongelewa kuabudu sanamu na kuabudu sanamu tena, au hiyo sanamu ishapita iliyoongelewa hapa, na kama bado basi tujiandaeje kama maandiko yanavyosema. Tunaanza na Mwalimu Gwantwa. Mimi nachoweza kusema mpenzi mtazamaji, kwanza hili somo, yani tukiongelea alama ya mnyama imeshaonekana, yani kitu ambacho kuna kipindi tulikuwa kinaongelewa sana, kinatiliwa mkazo, unaona hofu, yani tunapata hofu kabisa ya kitu kinachotokea mbeleni. Lakini sasa ni kama vile mbinu zimebadilika. Sasa tunakuwa sana kweli pambano au
yani ikoje hapo, yani inakuwaje? Kwa sababu hatulioni hilo pambano sana, kwamba sasa hivi mbona wanaosali Jumamosi wanasali Jumamosi, wanaosali Jumapili wanasali Jumapili, ni kama wanafanana tu, hata wanaosali vyovyote wanavyotaka wanasali wanavyotaka, hamna shida. Pambano liko wapi? Hatuwezi tukaliona. Lakini tunaona Biblia inasemaje, Mungu anasemaje kwamba siku ya kuabudu ni ipi? Na kwa nini sasa kwa nini pambano liwe hapo? Yaani kwa nini mkanganyiko wote uwe hapo? Kwa nini usiwe sehemu nyingine yoyote? Kwamba kama kipindi cha Danieli tukisema, yani kama Mungu ni Mungu wa kweli, Mungu wa mbinguni, kwa nini utengeneze sanamu yako ya kuonyesha kwamba ndo ufalme wako ndo wa kusujudiwa? Kwamba lazima tusujudie ufalme ambao uko yani ufalme sahihi ambao ni wa Mungu, ambao ni wa milele, ambao ni wa milele. Sasa hilo pambano tunaweza tusilione kama vile liko hapa au linaendelea, lakini ni kitu ambacho naweza nikakuhakikishia kwa kweli kinaendelea. Asante sana mwalimu. Karibu mwalimu Honzera. Nitajibu tu kwa ufupi. Kitabu kwa cha ufupi sana muda wetu unapoelekea 12:30 inasema mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiye kusanya pamoja nami utapanya. Manake tukirudi katika habari ya sanamu ya mnyama, manake kwamba asiye mwabudu Mungu, manake tayari yeye vivyote vile anamwabudu nani? Shetani. Anamwabudu shetani. Manake asipofuata sheria ya Mungu na kuishika sheria ya Mungu, manake yeye yu kinyume cha nani? Cha Mungu. Manake atahesabika kuwa mpinga Kristo. Naomba nijibu kwa namna hiyo tu kwa ufupi. Manake kwamba yeye kinyume cha Mungu obvious liko upande wa nani? Upande. Asante mwalimu Gwantwa, tunaomba utusomee hiyo Ijumaa. Ni nukuu ya Ellen G. White, God's People, katika Pambano Kuu. Nasema katika zama zote Mungu ametenda kazi kwa njia ya malaika kuwasaidia na kuwaokoa watu wake. Hawa viumbe wa mbinguni wameshiriki katika masuala ya wanadamu. Wametokea katika mavazi yao yanayong'aa kama umeme wa radi. Wamekuja kama watu waliovaa mavazi ya watu maskini. Malaika wametokea katika umbo la watu wa Mungu. Wamepumzika kama watu waliochoka mwaloni. Wamepokea kwa ukarimu wa nyumba za wanadamu. Wamefanya kazi ya waongozaji kwa wasafiri waliochelewa kufika nyumbani. Kwa mikono yao wamewasha mioto kwenye madhabahu. Wamefungua milango ya magereza na kuwaachilia watumishi wa Bwana. Wakiwa wamevikwa mavazi ya mbinguni, walikuja kuliondoa jiwe kwenye mlango wa kaburi la Yesu. Wakiwa katika umbo la wanadamu, malaika daima wako katika mikutano ya wenye haki na wanatembelea mikutano ya waovu. Kama walivyokwenda Sodoma kuandika kumbukumbu za matendo yao, kuamua ikiwa wamevuka mpaka wa uvumilivu wa Mungu. Bwana anapenda rehema, na kwa sababu ya watu wachache wanaomtumikia kwa moyo wa dhati, anazuia majanga na anaendelea utangamano miongoni mwa makundi ya watu. Kidogo sana wenye dhambi dhidi ya Mungu hutambua kuwa wanawiwa kwa ajili ya maisha yao na waaminifu wachache ambao wanapenda kuwadhihaki na kuwatesa. Ellen G. White, Pambano Kuu, kurasa wa 520. Asante. Kwa dakika moja, muda wetu umeyoma sana. Kwa dakika moja, karibu walimu muelezee kitu ambacho kinaongelewa siku ya Ijumaa. Karibu sana mwalimu Honzera, atamalizia na mwalimu Gwantwa na tutafikia mwisho kabisa. Tunachokiona hapa ni anatoa summary tu ya kitu kilichokiangalia kwenye watangulizi wetu, kwamba licha ya mambo yote yatakayotokea, lakini mwisho wa siku Mungu yupo kwa ajili ya kuokoa watu wake. Maana kwamba siku zote mtu atakapokuwa mwaminifu, hata kama atauawa, lakini mwisho wa siku atakuwa miongoni mwa wale watakao kuwa pamoja naye. Karibu mwalimu Gwantwa. Wakati unaongelea hapo, naomba utamwelezea mtazamaji kuhusu amesema wamevuka mpaka wa uvumilivu wa Mungu. Imenigusa sana. Hebu niambie, amesema kwamba malaika wanaenda wanaangalia aone kama wamevuka mpaka wa uvumilivu wa Mungu.
Karibu sana. Hapa tunaona Mungu akiwaokoa watu wake kwa kupitia malaika zake. Tunaona kumbe malaika wamefanya kazi nyingi. Hapa amenukuu kwa yani kama vile kutoa summary, yani kutoa ufupisho wa matendo ambayo wanakuwa wanayatenda. Yani anambia nenda pale sijui kuna nani, nenda pale Sodoma kuna mtu fulani, nenda pale nini. Yani vyote nafanya jitihada kwa ajili yetu. Kwa hiyo hii ni kama vile katika misimamo yetu kwa ajili ya Mungu, kwamba Mungu anajishughulisha wetu, anajishughulisha na nafsi zetu na pia na usalama wetu. Yani Mungu yuko pale kwa ajili yetu. Lakini huo uaminifu kwamba anaangalia hao waaminifu wachache. Sasa nikawa nafikiria kwamba unajua kuna ile kwamba wakati unaombea na wenzako kwamba anazuia majanga kwa sababu ya waaminifu wachache. Kwamba sasa kwa sababu ya hao waaminifu na hao wengine wanapata nafasi ya kuweza kujifikia tena. Kwamba katika sehemu ile mimi lakini nimeokolewa kwa sababu gani? Kuna watu waaminifu wote walikuwepo pale, na kwa sababu ya wao kuokolewa na mimi napata nafasi nyingine ya kufikiria wokovu wangu. Kwa hiyo ni kwa ufupi, mpenzi mtazamaji. Asante mtazamaji, tunashukuru sana. Anasema kwamba wakiwa katika umbo la wanadamu, malaika daima wako katika mikutano ya wenye haki na wanatembelea mikutano ya waovu. Kwa malaika wanatembelea mikutano ya waovu. Anasema kwa nini? Anasema hivi, kama walivyokwenda Sodoma kuandika kumbukumbu za matendo yao, kuamua ikiwa wamevuka mpaka wa uvumilivu wa nini? Kwa hiyo kwamba ndugu mtazamaji, tuepuke sana uovu. Unapovuka mpaka wa Mungu, malaika wao wanatembelea uovu, kujui kwenye mkutano wa uharibifu na nini. Kama umevuka mpaka wa uharibifu wa uovu, Mungu anaona. Kwa hiyo tuepuke sana, tumche Mungu. Basi karibu sana Mwalimu Gwantwa kwa ombi na kufunga. Asante. Tuombe. Asante Bwana kwa haya uliosema nasi. Endelea kusema nasi na pia tusaidie tuweze kuelewa neno lako na kuchukua hatua na kufanya maamuzi ya kusimama kwa ajili yako. Tupe roho yenye nguvu na ya bila uoga na yenye upendo na kiasi, ili tukaweze kuwa watangulizi wazuri kwa wale ambao wako nyuma yetu. Naomba haya yote nikiamini kwamba utatuandaa kwa ajili ya ujio wako wa mara ya pili, kwa jina la Yesu, amen. Amen.